الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمين الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم البعث والنشور، وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بما علمنا، وأعنا على تفهيم ما فهمنا، وهب لنا علما نافعا يبلغنا رضاك وعملا زاكيا يكون عدة لنا يوم اللقاء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ndugu zangu Waislamu, tukiendelea na darsa yetu ya Qur'an katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, katika kumi hili la kwanza ambalo wanasema awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadhani ina makumi matatu. Kumi la kwanza ni kumi la rehma, watu wanarehmewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumi la pili ni kumi la maghfira, watu wanapata msamaha wa Allah kutokana na makosa tuliyoyafanya ndani ya miezi 11. Wa akhiruhu itqun minan nar. Na kumi la tatu na la mwisho ni kumi la kuachwa huru na moto. Kwa hiyo Muislamu kama atajipinda kweli kweli ndani ya Ramadhan, tunategemea atapata msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tusitosheke na funga tu, tusitosheke na salati tarawih, tusitosheke na kufuturisha na kutoa sadaka. Kila jambo la kheri tujitahidi kulipupia, kwa sababu hatujui baada ya Ramadhani hii tutaikuta nyingine. Lakini kwenye darsa inapotolewa pahala popote pale usikose faida. Abu Darda radhiyallahu ta'ala siku moja aliulizwa na mwanafunzi wake, aliambiwa niusie ewe sahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Darda akamwambia mwanafunzi wake, kun aliman au mutaalliman au mustami'a. Kuwa katika nafasi tatu hizi. Kwanza kuwa mwanachuoni, kun aliman, kuwa mjuzi. Na kama kwenye ngazi hiyo haupo, au mutaallima, kuwa mwenye kujifunza. Mwenye kujifunza ni yule ambaye anayechukua kitabu anakwenda kwa shekhe, anakwenda kwa mwalimu. Na kama wewe nafasi hiyo pia haujaifikia, kun mustamia, kuwa mwenye kusikiliza. Tabia ya elimu na uelewa, wanadamu sote sisi tunaelewa kwa kusikia. Ukishasikia unazingatia, na ndio njia kuu za elimu: akili, masikio, kuona. Watu wote waliokuwa na ilmu wametumia nyenzo hizo ambazo kila mmoja anazo. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapokuwa na vitu kama hivi, darsa kama hizi ambazo miezi ya kawaida hazipatikani, basi wewe usiache nafasi ya kutumia kupata mawili matatu. Utakuwa sio shekhi, lakini utakuwa umeelewa dini yako na yale yanayokusudiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Leo tunaendelea na tafsir ya suratul Nisa'i. Jana tulisimama katika maelezo yasemayo walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alipokuwa anawaeleza Mayahudi ambao waliokuwa wanampindishia ndimi Mtume sallallahu alayhi wasallam, waliokuwa wanasema sami'na wa asaina wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim. Haya ni maneno nabia, maneno mabaya ambayo Mayahudi walikuwa wakimueleza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sami'na wa asaina, tumekusikia na tumekuasi. Sasa mwisho Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema walakin la'anahumullah, Allah amewalaani Mayahudi bikufrihim, kwa sababu ya kumpinga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fala yu'minuna illa qalila, hawaamini isipokuwa imani ndogo sana. Hiyo ni tafsiri ya kwanza tulisema. Tafsiri ya pili, hawaamini isipokuwa ni wachache katika Mayahudi. Leo tunaendelea na aya ya 47 katika suratul Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanuruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anaendelea kueleza Mayahudi na kuwataka waiamini Qur'an. Kama tulivyosema, Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina aliishi na Mayahudi, na Mayahudi walikuwa ni wapinzani wakubwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina, wakishirikiana na wanafiki. Wao walikuwa wametangaza Uislamu, lakini walikuwa ni maadui wakubwa wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Mtume alikutana na upinzani wa Mayahudi, na hii ndiyo tabia ya da'wa. Da'wa lazima ikutane na wapinzani. Sasa Allah anasema ya ayyuhalladhina utul kitab, enyi ambao mliopewa Taurati. Alkitab at-Taurah. Ukisikia ndani ya Qur'ani kuna watu wanaitwa ahlul kitab, ni watu wa aina mbili, ima watakuwa Mayahudi au Manaswara. Na waliitwa ahlul kitabi kwa sababu walipewa Taurati, wamepewa Taurati, wamepewa Injili, wamepewa Zabur, ndio wanaoitwa ahlul kitab. Kwa hiyo ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina utul kitab, enyi ambao mliopewa Taurati, aminu bima nazzalna, aminini kile tulichokiteremsha. Mayahudi wanatakiwa waiamini Qur'ani. Na leo duniani kitabu kinachofanya kazi kutoa hukumu mbalimbali ni Qur'ani, si Taurati wala sio Injili wala sio Zaburi. Vitabu vyote hivyo vimefutwa baada ya kuja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aminu bima nazzalna, aminini kile tulichokiteremsha. Musaddiqan lima ma'akum, kitabu ambacho kinachothibitisha yale yaliyokwenu katika Taurati. Musaddiqan lima ma'akum. Imamu anasema ya ma'ashara al-yahud, ya ayyuhalladhina utul kitab, maana yake ya ma'ashara al-yahud, enyi kusanyiko la Mayahudi, aminu bil Qur'ani alladhi
nazzalnahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, iaminini Qur'ani ambayo tuliyoiteremsha kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio tafsiri ya ayyuhalladhina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Ya ayyuhalladhina utul kitab, enyi ambao muliopewa kitabu. Maana yake ya ma'ashara al-yahud, enyi kusanyiko la Mayahudi. Aminu bima nazzalna, aminu bilqur'ani alladhi nazzalnahu ala Muhammad. Ndio tafsiri yake. Aminu bima nazzalna, aminini kile tulichokiteremsha. Ay aminu bilqur'ani alladhi nazzalnahu ala Muhammad, iaminini Qur'ani ambayo tuliyoiteremsha kwa Muhammad. Musaddiqan lima ma'akum, musaddiqan lit-taurati, inayoithibitisha Taurati. Ukisoma katika suratu As-Saff, Mwenyezi Mungu anasema wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Nabii Isa alipokuja ameithibitisha Taurati, na Nabiiullah Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuja ameyathibitisha yaliyomo ndani ya Taurati. Ndio maana ya musaddiqan lima ma'akum, ay musaddiqan lit-taurah, Qur'ani inayoithibitisha Taurati. Iaminini Qur'ani min qabli an natmisa wujuha, kabla hatujazifuta nyuso zenu. Min qabli an natmisa wujuha, kabla hatujazifuta nyuso zenu. Fanarudduha ala adbariha, zikarudi hizo nyuso kama vile kisogoni. Uso ukifutwa ikatolewa pua, macho yakatolewa, inakuwa ni sawa sawa na kisigi na kichogo. Na haya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mepesi. Na ndio maana Mayahudi walielezwa maelezo haya, kwa sababu matukio kama haya yalitokea kwa wazazi wao waliotangulia. Walaqad i'tadaw walaqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fi as-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kuna waliogeuzwa nyani katika hao, kuna waliogeuzwa kuwa nguruwe. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema min qabli an natmisa wujuha, kabla hatujazifuta nyuso zenu. Cha kufutwa hapa kinachokusudiwa ni kutolewa macho, pua, mdomo. Vikiondolewa hivi, na hivi ndio vyenye thamani, ndio vitu vinavyomfanya mwanadamu awe na thamani, kuwa na pua, macho, mdomo. Lakini kama vikiondoka, mwanadamu unaweza ukamkimbia. Akipata mtu mtihani ikawa jicho limetoka nje, anashangaa, watu wanamshangaa kutokana na hali yake. Kimkuta mtu ana pua kubwa au pua yake ndogo imepata ulemavu, sasa ikiwa tu ni ulemavu, vipi vyote viungo hivi viondolewe katika uso? Kwa hiyo min qabli an natmisa wujuha, kabla hatujazifuta nyuso. Fanaruddaha ala adbariha, tukazirejesha nyuso hizo kama vile nyuma, kama vile kichogo. Imamu anasema natmisa minha alhawas, tukazifuta zile njia za fahamu. Alhawas, njia za fahamu. Kila mwanadamu ana njia 5 za fahamu: kuona, kunusa, kusikia, kuonja na kuhisi. Hizi ni njia 5, milango 5 ya fahamu. Sasa min qabli an natmisa wujuha, maana yake natmisa minha alhawas, kabla hatujazifuta zile njia za ufahamu. Min anfin, kama vile pua, au ainin, au jicho, au hajibin, au kuondolewa sige. Hivi vitu vyote vinaupamba uso wa mwanadamu. Mwanadamu ni uso. Hata mwanamke atakapooa, kabla hujaangalia maumbile yake, unaangalia uso wake ulivyo. Uso ndio unamvutia mtu kwanza kabla ya maumbile mengine. Sababu uso haubadiliki, lakini unene, wembamba ni vitu ambavyo vinakuja na kuondoka.
Kwa hiyo anasema imamu hapa akifasiri min qabli an natmisa wujuha, anasema ay natmisa minha alhawas, kabla hatujazifuta zile njia tano za fahamu. Min anfin, kama vile pua, au ainin, au macho, au hajibin, au sige, hatta tasira kal adbar, mpaka ikawa kama vile nyuma. Hiyo ndio tafsiri ya min qabli an natmisa wujuha fanarudduha ala adbariha, au nal'anahum kama la'anna ashab as-sabti, au tukawafuta, au nal'anahum, au tukawafuta, tukawaondoa kabisa, tukawageuza kabisa. Hii nal'anahum ni kuwabadilisha maumbile. Ile natmis ni kufuta baadhi ya viungo. Mwili ni ule ule mwanadamu, lakini imetolewa pua, imetolewa mdomo, imetolewa sige, imetolewa macho. Lakini au nal'anahum ni kumbadilisha mwanadamu kabisa, kumtoa katika umbile lake la kibinadamu na kumpeleka katika umbe la unyama. Ndio maana au nal'anahum, sio au tuwalaani, au tuwafute kabisa, kuwatoa katika ubinadamu. Kama la'anna ashab as-sabti, kama vile tulivyowafuta wale watu wa Jumamosi. Watu wa Jumamosi, humu tuna watu wanaitwa Wasabato. Wasabato ni wale wanaofanya ibada siku ya Jumamosi, na ibada ya siku ya Jumamosi ni ibada ya Mayahudi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwakataza Mayahudi siku ya Jumamosi wasiende kufanya kazi zao. Sasa wakawa na tabia, wanatega mitego ya kuvua samaki siku ya Ijumaa. Ile Jumamosi wanakwenda kufanya ibada, lakini tayari washafanya utaratibu wa kupata samaki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataka siku ya Jumamosi wasishughulike na jambo lolote isipokuwa ibada. Sasa wao walipokiuka amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla akawageuza kuwa nyani. Ndio kule ukisoma katika Baqara, walaqad alimtumul ladhina atadaw minkum fi sabt, na kwa hakika nyinyi mmewafahamu wale waliovuka mipaka siku ya Jumamosi. Faqulna lahum, tukawaambia, kunu qiradatan khasiin, kuweni nyani waliodhalilishwa, waliotoka katika rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndio Allah anasema hapa, au nal'anahum, au tukawafuta kama la'anna ashab as-sabti, kama tulivyowafuta wale watu waliokuwa wanakwenda kufanya kazi siku ya Jumamosi. Imamu anasema ay namsakhahum kama masakhna ashab as-sabti, tutawafuta hao Mayahudi kama tulivyowafuta wale watu wa Jumamosi. Wa humul ladhina, na hao ni wale ambao i'tadau fi sabti, waliovuka mipaka siku ya Jumamosi. Famasakhahumullahu qiradatan wa khanazira, Mwenyezi Mungu akawafuta na kuwageuza nguruwe na nyani. Na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, usishangae wala usione jambo geni mwanadamu kumbadilisha maumbile yake, kumtoa katika maumbile haya aliyokuwa nayo na kumpeleka katika maumbile mengine. Kama ilivyokuwa Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuzungumzisha mkono, kuzungumzisha miguu, ngozi ikaongea, basi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ana uwezo wa kumbadilisha mwanadamu na kumfanya anavyotaka. Tulisoma kule jana katika sura Yasin, na katika aya nyingine pale Allah aliposema al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, mikono haizungumzi. Leo mwanadamu wa kawaida kama atakuta mkono wake unaongea, atakuwa hajiamini, kwa sababu kawaida na maumbile cha kuongea ni mdomo, lakini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ana uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo usishangae kwamba Mwenyezi Mungu anaweza vipi kumgeuza mwanadamu kuwa mnyama mwenye miguu minne. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo hilo ni jepesi. Kwa hiyo anasema wa kana amrullahi, na limekuwa jambo la Allah, wa kana amrullahi,
na limekuwa jambo la Allah. Tafsiri ya kwanza, au imekuwa amri ya Allah. Idha amara, anapoamrisha, maf'ula, ni yenye kutekelezwa. Mwenyezi Mungu kwake akishindikani kitu. Wa kana amrullahi maf'ula, na imekuwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yenye kutekelezwa. Ai idha amara bi amrihi, au idha amara bi amrin, Allah anapotoa amri, fa innahu nafidhun kainun la muhala, amri hiyo ni yenye kutekelezeka, hakuna namna. Allah azza wa jalla anaendelea kusema, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allaha la yaghfir, hakika Allah hasamehi. Inna Allaha la yaghfiru, hakika Allah hatoi msamaha, an yushraka bihi, kwa kushirikishwa. Mwenyezi Mungu anayemshirikisha na akafa akiwa mushrik, huyu hapati msamaha wa Allah. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih, Mwenyezi Mungu hasamehi kushirikishwa. Wa yaghfiru ma duna dhalik, lakini anasamehe dhambi iliyokuwa chini ya shirki, liman yashau, kwa yule anayemtaka. Ay la yaghfiru shirka, Mwenyezi Mungu hasamehi ushirikina. Wa yaghfiru ma siwa dhalik, lakini Allah anasamehe kilichokuwa chini ya shirki. Ma siwa dhalik, kisichokuwa shirki. Minadh-dhunubi, miongoni mwa dhambi nyingine. Liman shaa min ibadihi, kwa yule anayemtaka miongoni mwa waja wake. Dhambi ya shirki Mwenyezi Mungu azza wa jalla haisamehe. Madhambi mengine Mwenyezi Mungu akitaka mja wake anaweza kumsamehe, lakini sio shirki. Ni shirki, na shirki maana yake ni kukiabudu kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile kuabudu masanamu, kuabudu mashaitani. Ushirikina Mwenyezi Mungu azza wa jalla huu hawezi akausamehe. Kwa hiyo anasema Allah, inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasamehi kushirikishwa, kumwabudu Allah na kitu kingine. Mwenyezi Mungu hatoi msamaha. Wa yaghfiru ma duna dhalik, anasameh kilichokuwa chini ya shirki, liman yashau, kwa anayemtaka. Wa man yushrik billah, na yeyote yule atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, fi uluhiyatihi wa ubudiyatihi, katika uungu wake na ibada zake. Ukasema Mwenyezi Mungu anamshirika katika ibada, Mwenyezi Mungu anaushirika katika uungu, kuna mwingine ana sifa kama Mungu, hiyo ndiyo shirki. Sasa Allah anasema, wa man yushriki billah, na yoyote yule atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad iftara ithman adhima, huyo amezusha dhambi kubwa sana. Ay man ashraka billah, yule atakayemshirikisha Allah, faqad ikhtalaqa ithman adhima, huyo amezusha dhambi kubwa, ameibuni dhambi kubwa. Al-Imam Tabari rahimahullah anasema, qad abanat hadhihi al-aya, aya hii imefafanua na kuweka wazi, anna kulla sahibi kabiratin, kwamba kila mwenye dhambi kubwa, fa fi mashi'ati llah, huyo yupo katika utashi wa Allah. Inshaa afa anhu, akitaka atamsamehe, wa inshaa aqabahu alayhi, na akitaka atamuadhibu. Ma lam takun kabiratuhu shirkan billah, muda wa kuwa hilo dhambi lake kubwa sio ushirikina. Dhambi zote Mwenyezi Mungu azza wa jalla anaweza akazisamehe, lakini sio shirki. Shirki ni dhambi ambayo Mwenyezi Mungu azza wa jalla hawezi akaisamehe. Kwa hiyo ni vizuri tukawa mbali kabisa na hizi aqida za ushirikina. Kwa hiyo anasema Allah, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah azza wa jalla hamsamehi yule mwenye kumshirikisha.
wa yaghfiru ma duna dhalik, na anasamehe dhambi iliyokuwa chini ya shirki, dhambi isiyokuwa ushirikina, liman yashau, tena anamsamehe amtakaye. Na huyu mwenye kumtaka Allah maana yake ni yule aliyefanya dhambi kubwa lakini baadaye akatubia, akarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio akabaki na dhambi akawa anafanya madhambi akatarajia kwamba liman yasha. Hiyo liman yasha inakwenda kwa yule ambaye aliyejuta baada ya kumkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman yushrik billah, na yoyote yule atakayemshirikisha Mwenyezi Mungu bila ya kuangalia kabila lake, rangi yake, taifa lake, yoyote yule. Man ni katika alfadhul umum. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hana upendeleo kwamba huyu anaweza akamuacha na ushirikina kwa sababu ya kabila lake. Waman yushrik billah, na yoyote yule atakayemshirikisha Allah Azza wa Jalla, faqad iftara, kwa hakika mtu huyo amezua, ithman adhima, dhambi iliyo kubwa mno. Adhima ni sighatu mubalagha, dhambi iliyo kubwa mno. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kueleza hayo anatueleza kujitakasa kwa Mayahudi na kujiona wao ni bora kuliko watu wengine. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, alam tara ila alladhina, ye Muhammad, umewaona wale ambao yuzakkuna anfusahum, wanaozitakasa nafsi zao, wanaojiona wao ni wabora kuliko wengine. Ndiyo maana ya yuzakkuna anfusahum. Balillahu yuzakki man yasha'u, bali Allah Azza wa Jalla ndiye anayemtakasa amtakaye. Wala yudhlamuna fatila, na wala hawatadhulumiwa japo utambi mdogo. Aya hii pamoja ya kuwa inawahusu Mayahudi, lakini kama ulama wanavyosema, al-ibratu bi'umumi al-lafzi, zingatio la aya inapotajwa na kusemwa na Allah, lile tamko linamuenea kila mwanadamu. Sifa ya kujitakasa na kuwaona wengine hawafai na kuwadharau, na mtu akajiona yeye ndiye bora, yeye ndiye mcha Mungu, yeye kundi lake ndiyo kundi bora, hizi ni katika aqida za Mayahudi. Muislamu hatakiwi kujitakasa na kujitukuza akajiona yeye ni bora kuliko mwingine. Alam tara ila alladhina, Muhammad, umewaona wale ambao yuzakkuna anfusahum, wanaozitakasa nafsi zao. Na hiyo alam tara, alam wanaita istifhamu litajib, ni istifhamu ya kutaka kuonesha mshangao. Alam yablughuka khabaru haulai alladhina, ye Muhammad, hazijakufikia habari za hawa ambao yamdahuna anfusahum, wanaojisifia wao wenyewe, wayasifunaha bitaati wattaqwa, na wanajisifia kwa ucha Mungu na taa, kwamba wao ndio wacha Mungu, wao ndio watiifu. Islamu hatakiwi kujisifia, asio na tabia hiyo. Usimwone mwenzako yeye ni mukassir katika ibada, kwamba yeye ana mapungufu, bali wewe ndiye mcha Mungu. Hiyo sio sifa ya Waislamu, hiyo ni aqida ya Mayahudi. Allah anasema balillahu yuzakki man yasha. Jambo halikuwa kama hilo, kama hivyo Mayahudi wanavyofanya kujitakasa wenyewe. Balillahu, isipokuwa Allah Azza wa Jalla, yuzakki man yasha, Allah ndiye anayemtakasa amtakaye. Usijitakase kwa sababu amali zako, ibada zako unazozifanya huzijui Mungu anazikubali au hazikubali, anazipokea au hazipokei. Usijithibitishie pepo wakati bado hujafika huko akhira. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, dhunnu an-nasa khaira, wewe watu wote wadhanie khairi. Muone mwenzako ni bora kuliko wewe, usijione wewe bora kuliko mwenzako. Muone mwenzako ni mcha Mungu zaidi kuliko wewe. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam
Siku moja Sayyidina Umar alipokuwa anakwenda kutekeleza umra, akaenda kumwaga bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia usitusahau kwa dua huko unakokwenda. Mtume anamwambia Umar usitusahau kwa dua, wakati yeye mtume wa Mungu amesamehewa dhambi, lakini bado hakujitakasa kwa mimi mtume wa Mungu ndio dua langu lajibiwa, wewe Umar dua lako halijibiwi. Kwa hiyo dhambi mbaya, na ndio ambayo Waislamu inatuumiza kujitakasa. Kamkuta huyu akifanya ibada, huyu bwana mubtadi, huyu mtu wa bid'a, huyu afai, huyu kadha, huyu kadha, bali wewe peka yako ndio ibada zako zinakubalika kwa Mungu, wakati hujui daftari lako kwa Allah linasomeka au halisomeki. Hiyo ni tazkia, ni kujitakasa, ni jambo ambalo halitakiwi. Waliotangulia walikuwa kila wakifanya ibada wanaona bado hawajafanya, kila wakifanya ibada wanaona bado. Kwa hiyo Allah azza wa jalla anatueleza, alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, ye Muhammad umewaona wale ambao wanaozitakasa nafsi zao, wanajisifia wao wenyewe. Usisifiwe, subiri usifiwe na watu. Hata ukiandika barua, wewe shekhe, usiandike barua hii imetoka kwa shekhe fulani ibn fulani, andika jina lako tu, imetoka kwa fulani ibn fulani. Huo shekhe wa kupe watu, usijipachike mwenyewe majina makubwa. Tazkia, kujitakasa, kwa sababu tatizo la mtu kujitakasa, ukijiona wewe ni bora, huwezi tena ukafanya amali njema, maana yake ushafikia kilele. Lakini ukijikuta wewe ni mtu duni, ni muhitaji, utashirikiana na kila mtu na utamhitaji kila mtu, na utaendelea kufanya ibada, kwa sababu kila ibada unayoifanya unaona bado hujatekeleza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ilivyokuwa ilmu, usifike pahala ukawa unajua. Ukisema mimi najua, hutojifundisha tena, utamdharau kila mwenye elimu, na kwa sura hiyo utabaki kuwa mjinga. Msomi kila siku anatakiwa ajione mimi sijui, ili aongeze maarifa. Mimi sijui, naongeza maarifa. Lakini ukifika pahala ukahisi mimi ninajua, na mlango wa kujifundisha unaufunga siku hiyo hiyo, kwa hiyo utakuwa mengi huyajui. Wanasema adrakta shay'an wa fatatka ashya, umepata kitu kimoja lakini kuna vitu vingi vimekukosa. Ukiwa unasoma umejua kidogo tu, lakini kuna mengi huyajui. Kwa hiyo kujitakasa, kujiona mtu bora, kwamba yeye ana thamani ya juu kuliko mtu mwingine, akadharau watu, hizi ni katika aqida na itikadi na imani za Mayahudi. Kwa hiyo alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, je Muhammad umewaona wale ambao wanaozitakasa nafsi zao. Moja ya kujitakasa ni kujisifia mtu. Tupo watu tuna maradhi, usipomsifia anakasirika, mpaka umsifu ndio anajisikia raha. Na mwingine hata ukitaka upate hela yake kwanza umsifie, umrambe na hivi ndio hela yake unapata. Lakini kama umsifii na anauliza na watu vipi ananisifia, akitoa mawaidha na vipi watu wanasemaje mawaidha yangu, fanya kwa ajili ya Allah. Innama nut'imukum liwajhi Allah wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Unaweza ukasifiwa na watu, lakini kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hauna kitu. An-nasu yamdahunaka lima yadhunnunahum fika fakun anta dhamman li nafsika lima tastaqinuhu minha. Al-aqilu la yatruku yaqina ma indahu li dhanni ma inda an-nas. Watu wanaweza wakusifia kwa kile wanachokudhania, lakini haupo hivyo. Wewe kuwa mwenye kuibuhudhi nafsi yako kwa kile ambacho una uhakika na nafsi yako. Mwenye akili haachi yaqini ya kile alichokuwa nacho. Al-aqil la yatruku yaqina ma indahu li dhanni ma inda an-nas. Vile unavyodhania wewe mwenyewe ndio jiweke hivyo, usijiweke vile wanavyokudhania watu, utajipa tabu. Kwa hiyo alam tara ila alladhina, je umewaona wale ambao yuzakkuna anfusahum, wanaozitakasa nafsi zao.
balillahu yuzaki man yasha, bali Allah azza wa jalla anamtakasa amtakaye. Wala yudhlamuna fatila, na Allah subhanahu wa ta'ala hatomdhulumu mtu japo utambi ule wa kibatari. Imam Qatada anasema dhalika, wanaokusudiwa hapo a'da'ullahi al-yahud, ni maadui wa Allah Mayahudi. Zakku anfusahum, Mayahudi wamezitakasa na kuzitukuza nafsi zao. Faqalu, wakafika pahala wakasema, nahnu abnaullahi wa ahibbauhu, sisi ndio watoto wa Mwenyezi Mungu na ndio vipenzi vya Mwenyezi Mungu. Ukisoma ndani ya Qur'ani kuna aya hii, Mayahudi walifika pahala wakasema nahnu abnaullah, sisi watoto wa Mungu. Na sifa ya mtoto anapendwa kwa mzazi wake, wa ahibbauhu, na sivyo vipenzi wake. Na haya waliyasema kwa sababu manabii walio wengi wametoka kwa Bani Israil. Ukisoma katika taarikhi, manabii wa Arabu hawazidi 5, lakini manabii wengi, mitume mingi imetoka kwa wana wa Israeli. Sasa kwa upendeleo huu ndio wakajiita wao ni watoto wa Allah, kwa hiyo wanafanya wanachokitaka. Allah anasema wala yudhlamuna fatila, hawa Allah hatudhulumu japo utambi, ay la yanqusuna min a'malihim biqadri al-fatil, Mwenyezi Mungu azza wa jalla hapunguzi katika matendo yao japo kiasi cha utambi. Wa huwa al-khayt, fatil ni uzi au utambi. Uzi, ukila tende, katika ile kokwa ya tende kuna kijimstari, kile kijimstari kile kuna kama kijiuzi hivi, ndio inaitwa fatila. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu akifanya amal hata kama ina ukubwa wa uzi kama ule wa kokwa ya tende, Allah hamdhulumu mtu huyo, amali yake ataikuta, kama ya khairi ataikuta na kama ya shari ataikuta. Sasa hii wala yudhlamuna fatila, hii aya hii sawa sawa na ile ya jana, inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra. Wala yudhlamuna fatila, unganisha na ile ya jana, inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra. Mwenyezi Mungu hadhulumu chochote. Tulisema jana, wewe mwanadamu unaweza kaajiriwa pahala, bosi wako akakudhulumu mshahara, kazi umefanya, lakini hataki kukulipa, anakuzungusha bwana, baada ya mwezi, baada ya miezi miwili. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Allah ukifanya amali njema utakuta malipo yako, na ukifanya amali mbaya utakuta malipo yako. Ila kwenye amali mbaya unaweza ukapata msamaha, lakini amali ipo, bwana madhambi yako haya, lakini tunakusamehe. Huyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla anaendelea kusema unzur, shangaa, angalia, lakini uangaliaji wa kushangaa. Unzur kaifa yaftaruna ala Allahi al-kadhiba, angalia ewe Muhammad namna gani Mayahudi wanamzushia Allah uongo. Uongo wenyewe ni ile kujitakasa na kujisema wao ni abnaullah, ni watoto wa Allah, kwamba wewe wao wanapendwa na Allah, ndio uzushi wenyewe huo. Unzur ay hadha ta'jibun min iftiraihim, huku ni kuonesha mshangao kwa ule uzushi wao. Unzur, angalia ya Muhammad, kaifa yaftaruna ala Allahi al-kadhiba, namna gani wanazusha kwa Mwenyezi Mungu uongo. Unzur ya Muhammad, angalia ewe Muhammad, kaifa ikhtalaqu ala Allahi al-kadhiba, namna gani Mayahudi wamemzushia Allah uongo. Fi tazkiyatihim anfusihim, katika kuzitakasa nafsi zao. Wad'iaihim annahum abnaullah, na yale madai yao kwamba wao ni watoto wa Allah. Wahibbauhu, na vipenzi vyake. Ndio uongo, ndio uzushi wenyewe huo. Unzur kaifa yaftaruna ala Allahi al-kadhib, wamezusha kitu gani? Ni ile kujitakasa na kujiona wao bora,
na wakadai kwamba wao ni watoto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndiyo thamani ya tafsiri hizi za wanachuoni, zinakusaidia kuielewa aya. Ukisoma undhur kaifa yaftaruna ala Allahi alkadhiba, huwezi ukapata ladha ya hiyo aya mpaka urudi katika vitabu vya tafsiri kinachokusudiwa hapo ni kitu gani. Kwa hiyo undhur, angalia ya Muhammad, anayeambiwa hapo ni bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye ndiye ambaye Qur'ani imeteremka kwake. Undhur kaifa yaftaruna ala Allahi alkadhib, angalia ya Muhammad namna gani Mayahudi wanavyomzushia Allah uongo. Wakafa bihi ithman mubina, wakafa bihi, yatosha kwa uzushi huu waliouzua. Wakafa bihi ay kafa bihadha liftirai wazuran bayina, yatosha kwa uzushi huu na uongo wa wazi. Ithman mubina, kupata dhambi zilizokuwa kubwa. Wakafa bihi ay wakafa bihadha liftira, hiyo bihi inarudi kule katika iftira. Wakafa bihi, yatosha kwa huu uzushi waliouzua. Ithman mubina, kupata dhambi zilizokuwa kubwa. Allah azza wa jalla anaendelea kusema, alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi, lakini kinachokusudiwa hapo hao Mayahudi. Alam tara ila alladhina, je, huwaoni wale ambao utu nasiban min alkitab, waliopewa sehemu ya Taurati. Utu nasiban min alkitab ay utu hadhan min at-taurati, wamepewa sehemu ya Taurati. Yu'minuna biljubt, wanayaamini masanamu. Taurati wanayo, imewaelekeza nani wa kumwabudu, wameiweka pembeni Taurati. Yu'minuna biljubt, wanayaamini masanamu. Wat-taghut, na wanamuamini shetani. Taghut ni shetani, taghut ni shetani. Kule anasema la ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha. Faman kafara bit-taghut, yule atakayempinga shaitani, yule atakayekuwa mbali na shaitani. Wa yu'min billahi, na akamwamini Allah. Faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa, huyo ameshikamana na kamba isiyokatika. Urwatul wuthqa ni fundo limefungwa vizuri, imara, halifunguki, halikatiki. Kwa hiyo hapa alipozungumza at-taghut, usipate tafsiri ya tabu ukajua taghuti ni kitu gani. Taghuti ni shaitani. Yoyote atakayemwabudu shaitani, huyo ndiye amemwabudu taghuti. Kwa hiyo alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab, je, umewaona wale ambao waliopewa sehemu ya Taurati. Yu'minuna biljubti, wanayaamini masanamu. Unamkuta mtu amemwacha Allah, mbele yake kaweka msalaba, anaunyenyekea, anausujudia. Wat-taghut, na anamuamini shaitani. Imamu anasema wal muradu bihim, na wanaokusudiwa hapo aidan vile vile al-yahudu, ni Mayahudi. Utu hadhan min at-taurati, wamepewa sehemu ya Taurati. Wa hum ma'a dhalika yu'minuna bil awthani wal asnam, lakini wao pamoja na kupewa Taurati wanayaamini masanamu. Wa kullu ma ubida min duni arrahman, na kila kile kinachoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kiabudia mti, kiabudia shaitani, ukajitengezea kibanda chako, unaenda pale unaomba, ukaenda kuomba kwenye kabri, hivi vyote vinazingatiwa ni taghut. Kila ibada isiyokuwa ya Allah azza wa jalla, hiyo inazingatiwa ni taghut. Kwa Muislamu hatakiwi kuabudia asiyekuwa Allah,
Hata kama una matatizo kiasi gani, usiende kwenye kaburi kuomba. Aliyekufa hatakiwi kuombwa, awe atakavyokuwa, awe ni mtu mwema, awe atakavyokuwa, awe wali wa Allah. Anayetakiwa kuombwa na kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wema ukifika pale unatakiwa uwaombee dua na wala usiwaabudu. Na ndio maana imamu hapa akasema wa hum ma'a dhalika yu'minuna bil awthani wal asnami, na wao Mayahudi pamoja na kupewa Taurati wanayaamini ma'awthan. Awthani ni aina ya masanam, wal asnam na masanam, wa kullu ma ubida, na kila kile chenye kuabudiwa, min duni rrahman, kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna lilladhina kafaru, na Mayahudi wanasema kuwaambia makafiri. Wa yaquluna lilladhina kafaru, ay wa yaqulu alyahud, na Mayahudi wanasema likufari Quraish, kuwaambia makafiri wa Kiquraishi. Hiyo ndio tafsiri ya wa yaquluna lilladhina kafaru, na Mayahudi wanasema kuwaambia makafiri haulai ahada min alladhina amanu sabila. Haulai, hawa makafiri hawa Makuraishi hawa, ahada, wapo katika uongofu mkubwa mno, min alladhina amanu, kuliko hawa waliomwamini Muhammad. Yani walikuwa wanawafadhilisha makafiri Makuraishi kwamba wao wapo katika mstari wa sawa sawa kuliko masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndio ilivyo leo duniani. Leo duniani kila aliyeshika Uislamu anaonekana mshamba. Ili usifiwe na watu waovu, wewe uonekane mtu muovu, ufanye mambo ya ajabu na hivi na hivi. Lakini ukiwa mtu wa dini wanakushangaa, ulimwengu sio wa dini. Kwa hizi ni dhana za Kiyahudi, kuwatukuza waharibifu na kuwaona ni wanyonge wale ambao wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anasema wa yaquluna lilladhina kafaru, na hawa Mayahudi wanasema kuwaambia makafiri wa Makka ambao ni Makuraishi, haulai ahada, hawa Makuraishi hawa wapo sawa sawa, wamenyoka mno, wapo katika uongofu ulionyoka sawa sawa, min alladhina amanu, kuliko walioamini, sabila, kinjia. Ai kwa maana yaqulu alyahudu likufari Quraish, Mayahudi wanasema kuwaambia makafiri wa Kiquraishi, antum ahada sabila, nyinyi njia yenu imenyoka sawa sawa, min Muhammadin wa ashabihi, kuliko Muhammadi na wafuasi wake. Muhammad kapinda, hata tumuelewi sisi, lakini nyinyi, na hii wanasema al-kufru millatun wahida, ukafiri mila moja tu. Mayahudi na Makuraishi mila yao ni hii, kwa hiyo lazima wao wajione wao kwa wao ni bora, lakini haiwezekani aliyekafiri awe bora kuliko Muislamu. Sasa Imamu Ibn Kathir alipokuwa anafasiri maneno haya, wa yaquluna lilladhina kafaru haulai ahada min alladhina amanu sabila, anasema hivi yufaddiluna al-kuffara, Mayahudi wanawafadhilisha makafiri ala almuslimina, kuliko waislamu, bijahalihim, kwa sababu ya ujinga wao, wa qillati dinihim, na uchache wa dini yao, wa kufrihim bi kitabillah, na kwa sababu ya kukupinga kwao kitabu cha Allah, alladhi bi aidihim, ambacho kilichomo mikononi mwao. Ndani ya Taurati zimeelezwa sifa za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu Taurati kaelezwa bwana Mtume na pia wameelezwa wanafunzi wake. Kwa hiyo sio kwamba waliokuwa wanayasema hawayajui, wanamjua Mtume sallallahu alayhi wasallam na wanawajua ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Utafananisha vipi mtu anayemwabudu Allah na wale wanaoabudia masanamu walioyatengeneza kwa mikono yao, ukasema hawa wapo sawa sawa kuliko hawa? Mtu kachukua jiwe akalichonga vizuri, akaliwekea sura, akawa anakwenda pale analitukuza, analiheshimu, kitu ambacho yeye mwenyewe katengeneza.
huyu maana yake ana mapungufu ya akli, hawezi akawa sawa na yule aliyeletewa muongozo wa Qur'ani, akaletewa na mtume wa kumuongoza katika yale anayoyafanya. Allah azza wa jalla anaendelea kusema ulaika alladhina la'anahumullah. Hiyo ni ikhbaran an dalalihim. Hapo Mwenyezi Mungu anaeleza upotevu wa Mayahudi. Ulaika, hao Mayahudi hao wanaosema makafiri ndio wameongoka sawa sawa kuliko Waislamu. Ulaika, hao makafiri, hao Mayahudi hao, alladhina la'anahumullah, hao ndio ambao Allah amewalaani, amewafukuza katika rehma zake. Ukisikia mtu kalaaniwa, kafukuzwa katika rehma. Ulaika, hao Mayahudi, alladhina ndio ambao la'anahumullah ay taradahum wa ab'adahum an rahmatihi, amewafukuza Allah na kuwaweka mbali na rehma zake. Hawana rehma za Allah, na mpaka leo ndio dunia inasababishwa mauaji nchi mbalimbali kwa sababu ya Mayahudi. Hawajali watu wanakufa Palestina, huko wapi wapi wapi. Kwa sababu gani? Wamewekwa mbali na rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wanasema laana ya wazazi inakwenda mpaka kwa watoto. Ndio maana sheria ikakataza mzazi asimkosee radhi mwanawe, utakwenda kuharibu kizazi chote. Akiharibikiwa huyu mtoto wako huyu, na kizazi chake kitaharibikiwa. Sema yule baba yao walilaani, wala ile familia imelaaniwa, hiyo imekosa radhi. Hawa ni Mayahudi wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini laana hii inayosemwa na Qur'ani, chimbuko lake ni wale wazazi wao tokea wakati wa Nabii Musa, Nabii Ibrahim, Nabii Isa alayhi salam. Kwa hiyo laana inaendelea mpaka kwa kizazi. Ndio maana Allah anasema ulaika alladhina la'anahumullah, hao ni wale ambao Allah amewalaani, amewaweka mbali na rehma zake. Taradahum wa ab'adahum an rahmatihi, amewafukuza na akawaweka mbali na rehma zake. Waman yal'anillahu, na yoyote atakayelaaniwa na Allah, falan tajida lahu nasira, qattu hatopata wa kumtetea. Ikiwa umelaaniwa na Allah, haya nani mwingine atakaye kunusuru wewe? Waman yal'anillah ay man yatruduhu min rahmatihi, yule atakayefukuzwa katika rehma za Allah. Faman yansuruhu min adhabillah, nani huyo atakayemtetea na kumnusuru mtu huyo na adhabu ya Allah? Wa yamna'u anhu athara al-la'na, na akamzuia ile athari ya laana, hakuna. Kwa hiyo man yal'anillah, yeyote atakayelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, falan tajida qattu, kamwe hatompata lahu nasira, hatompata mtu huyo wa kumtetea, hatompata wa kumnusuru. Allah azza wa jalla anawauliza Mayahudi wanaosema kwamba wao ni watoto wa Mungu, wao ni watu bora, anawauliza am lahum nasibun min almulk, je, wao wana sehemu ya ufalme mpaka wajione bora? Am lahum nasibun min almulk, na hiyo am lahum wanasema ni istifhamu al-inkar, ni istifhamu ya kupinga, sawa na kusema laisa lahum min almulki shay'a, hawana wao katika ufalme chochote, wanajikweza kweza tu, hawana hadhi yoyote ya utawala wala ufalme. Am lahum nasibun min almulki ay lahum hadhun min almulki, je, wanayo sehemu yoyote ya ufalme? Anasema hadha ala wajhi al-inkar, hii imekuja katika sura ya kupinga, yani anakusudia laisa lahum min almulki shay'a au shay'un, hawana chochote katika ufalme. Fa idhan, kama wao wana sehemu ya ufalme, fa idhan, kama wao wana sehemu ya ufalme, la yatuna an-nasa naqira, kwa nini watu hawawapi japo tone dogo tu? Fa idhan, kama ni kweli wao
wana sehemu ya ufalme, la yatuna an-nasa naqira, mbona hawapi watu japo tone tu? Na hiyo ni kinaya ya kuonesha kwamba Mayahudi ni watu mabakhili mno, hawapo tayari kutoa chao, na akikupa kitu anakupa kwa maslahi. Akikupa, na hizo fikra za Kiyahudi. Fikra za Kiyahudi, ukisikia nchi imekopeshwa, basi ujue wao wanapata maslahi makubwa kuliko hiyo nchi. Kwa hiyo sifa ya Mayahudi ni ubakhili. Am lahum nasibun min almulki, hawana wao sehemu yoyote ya ufalme. Fa idhan, kama wao wana sehemu ya ufalme, la yatuna an-nasa naqira, ay walau kana lahum nasibun min almulki, kama ingelikuwa wao wana sehemu ya ufalme, fa idhan la yatuna ahadan miqdara naqir. Kwa nini hawawapi watu japo kiasi cha tone dogo tu? Lifarti mukhlihim, kwa sababu ya ule ubakhili wao kuwa mkubwa kuzidi. Am yahsuduna an-nas, hao Mayahudi kwa hayo wanaojifakhari nayo. Am yahsuduna an-nas, bali hao wanachokifanya ni kuwahusudu watu tu. Hiyo am maana yake ni bal yahsuduna an-nas, bali Mayahudi wanawahusudu watu. Na hiyo an-nasa iliyokusudiwa hapo, wanamhusudu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanamfanyia husda. Kwa nini utume kapewa Muhammad Mwarabu, tusipewe sisi? Ndio hilo tu. Kwa nini mtume wa mwisho kawa Muhammad Mwarabu? Kwa hiyo upinzani wote wa Mayahudi ulikuwa sio kuupinga ukweli wa utume. Mayahudi walimpinga mtume, kwa nini mtume awe Mwarabu? Ni hilo tu. Kwa hiyo am yahsuduna an-nas, ay bal yahsuduna an-nasa, bali Mayahudi wanawahusudu watu, ala ma atahumullahu min fadlihi, juu ya kile ambacho alichowapa Allah katika fadhila zake. Qala Ibn Abbas, habru hadhihi al-umma, turjuman al-Quran, mfasiri wa Qurani Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, ambaye huyu ni ibn ammi Rasul, mtoto wa ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibn Abbas ndiye aliyeombewa dua na Mtume sallallahu alayhi wasallam afundishwe tafsiri ya Qur'an. Allahumma allimhu at-ta'wila wat-tafasir, mfundishe ta'wil. Ta'wil kuna tafsiri na ta'wil. Ta'wili kuelewa muradi wa ile aya, kwamba hapa alichokusudia Allah ni hiki. Tafsiri ni ile kuyaweka wazi maneno ya Mwenyezi Mungu, lakini ta'wil kuelewa kipi alichokusudia Allah katika aya hii. Sasa qala Ibn Abbas alipokuwa akifasiri aya hii amesema, hasadun nabiyya sallallahu alayhi wasallam, Mayahudi wamemhusudu mtume. Hii am yahsuduna an-nasa, hii an-nasa iliyotumika hapa watu, anayekusudiwa hapo ni mtume. Ay hasadun nabiyya sallallahu alayhi wasallam ala an-nubuwah, Mayahudi wamemhusudu mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya utume aliopewa. Na ndio maana mtume aliwahi kusema kullu dhi ni'matin mahsud, kila mwenye neema anafanywa husda. Neema yote, ukiwa na watoto usalimiki na husda, mara anaumwa huyu, mara hivi. Ukiwa na mali ndio hivyo utahusudiwa, ukiwa na ilmu, ukiwa na cheo. Na ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha kuficha neema. Ukipata neema unatakiwa uifiche. Kwa sababu gani? Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud, kila mwenye neema anafanywa husda. Mayahudi walimhusudu mtume na kumfanyia ubaya kwa sababu tu, kwa nini kapewa utume Muhammadi, tusipewe sisi? Kwa sababu wao washazoea mitume yote inatoka kwao. Sasa leo tena mtume wa mwisho ndiye mtume anayefunga mlango wa utume, na utajo wake utaendelea. Kwa nini hapo kwa Waarabu? Ilibidi tuwe sisi. Kwa hiyo anasema Allah, am yahsuduna an-nas
Abdullah anasema ay hasadun nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mayahudi walimhusudu mtume, walimfanyia husda mtume ala nubuwa, juu ya ule utume wake. Wanaona hastahiki, na wanasema husda ubaya wake, unapomhusudu mtu mwenye neema, maana yake unamkosoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetoa ile neema. Mwenyezi Mungu ndo aliyetoa neema kumpa huyu. Kwa hiyo unasema Mungu amekosea. Kwa nini ulimpa neema huyu? Kwa hiyo dhambi kubwa ya husda, sehemu ya kwanza ya dhambi kubwa ya husda, kumkosoa Allah juu ya kile alichokifanya kwa huyo mja wake. Kwa nini ukampa elimu huyu? Kwa nini ukampa mali huyu? Kwa nini ukampa cheo huyu? Mungu amekosea. Hii ni dhambi ya kwanza. Kwa hiyo hasadun nabiy sallallahu alayhi wasallam, walimhusudu Mayahudi mtume sallallahu alayhi wasallam ala nubuwa, juu ya ule utume. Wa hasadu ashabahu, na Mayahudi wakawahusudu masahaba zake ala al-imani, juu ya imani. Kwa nini mmemkubali Muhammad? Kosa lao hilo, msingemkubali. Wal maana ni kwamba bal ayahsuduna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, bali hawa Mayahudi wanamhusudu mtume, walmu'minina, na waumini, ala nubuwa, juu ya utume, allati, utume ambao faddala Allah biha Muhammadan, amemtukuza Allah kwa utume huo Muhammad, wa sharafa biha al-arab, na akawapa hadhi kwa utume wa Arabu. Waarabu wamepata heshima duniani kwa sababu tu ya utume wa Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qur'ani imeteremka kwa lugha yao, mtume wa mwisho amekuja kwa lugha yao. Kwa hiyo Waarabu wamepata sharaf kwa sababu ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mtume naye kapata sharaf kwa sababu ya utume. Na hiyo ni hali ya kawaida. Hata wewe leo kiwa baba yake mtu waziri, na mtoto anapata heshima kwa sababu tu mzazi wake ni kiongozi. Kwa hiyo sharaf ya mtoto inatokana na sharafu ya baba yake. Utukufu wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam umetokana kwa sababu ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama si hivyo, ummati Muhammad usingekuwa umma mtukufu. Kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Utukufu huu ni kwa sababu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo anasema imamu hapa, bal ayahsuduna an-nabiyya, bali hao Mayahudi wanamhusudu mtume sallallahu alayhi wasallam, walmu'minina, na wanawafanyia husda waumini, ala nubuwa, juu ya utume, allati, utume ambao faddala Allah biha Muhammadan, Allah amemtukuza Muhammad kwa huo utume. Wa sharafa biha al-arab, na Waarabu wakapata hadhi kwa sababu ya huo utume. Wayahsuduna almu'minina ala izdiyadi al-izzi wat-tamkin, na wanahusudu waumini kwa sababu ya ile nyongeza ya utukufu na ule udhibiti, uthubutu. Sasa Allah anawaambia kama hoja ni utume, faqad ataina ala ibrahima alkitaba walhikma wa atainahum mulkan adhima. Kama hoja ni Muhammad kupewa utume, faqad ataina ala ibrahima alkitaba, kwa hakika tumewapa familia ya Ibrahimu vitabu. Neno alkitabu hiyo ni jamu, bi maana kutub, Taurati, Injili, Zabur, Suhuf. Na hawa ala Ibrahimu wanaokusudiwa hapa yake Nabii Musa, Nabii Isa, Nabii Sulaiman, Nabii Daud, hawa wote ni katika Bani Israila. Ina maana mitume wa Bani Israila ni wengi kuliko Muhammad, mtume mmoja tu wa Waarabu. Na wanasema moyo ukiwa na maradhi ya husda, wewe leo umilikishwa hata milioni 100, lakini ukiwa na moyo wa husda, ukimkuta mtu kapewa shilingi 100,000, nafsi inaharibika. Sasa mtume mmoja Muhammad Mwarabu, wao wapo chungu mzima. Kwa hiyo Allah azza wa jalla anaeleza hapa ugonjwa wa husda ulivyo. Hata mwezi wa Ramadhani unaweza kama pengine wako iftari unao, unaweza ukafuturu mwezi mzima, pesa unayo, iftari ipo, lakini kile iftari msikitini ya kupewa maskini, basi na wewe upigane vikumbo hapo, na lazima upate. Moyo wa husda, waachie wanyonge. Mwenyezi Mungu wewe atakukirimu, na hao waache wapate.
Kwa hiyo anasema hapa faqad ataina ala Ibrahima alkitaba, basi kwa hakika tumewapa watu wa Ibrahimu vitabu. Alkitab bi maana ya kutub, siseme kitabu kimoja. Wal hikma, tumewapa na utume. Hikma hapo ni an-nubuwa. Wa atainahum mulkan adhima, na tumewapa hawa watu wa Ibrahimu ufalme mkubwa. Sayyidina Sulaiman alayhi salatu wassalam na baba yake Daud walikuwa ni mitume, lakini wakati huo ni wafalme. Na Nabii Sulaiman akaomba dua, Mwenyezi Mungu nipe ufalme ambao usimpe mtu mwingine yoyote yule. Fadhila kubwa. Imamu anasema faqad a'tayna aslafakum, na kwa hakika tumewapa wale waliopita nyuma yenu, min dhurriyyati Ibrahima, katika kizazi cha Ibrahima, an-nubuwa, tumewapa utume. Wa anzalna alaihimul kutuba, na tukawateremshia vitabu. Wa a'tainahum almulka alazima, na tukawapa ufalme mkubwa, ma'an nubuwa, pamoja na utume. Kadauda, kama vile Daud, wa Sulaiman, na Sulaiman. Fali ayi shay'in takhussuna Muhammadan bil hasad, jambo gani nyinyi tena mnamhusisha Muhammad kwa husda? Yani nyinyi katika nyumba yenu muna watu waliokuwa mitume, waliokuwa wafalme. Na Nabii Ibrahim kama tunavyojua, yeye ndiye abul anbiya, manabii wote chimbuko lake ni Nabii Ibrahima alayhi salatu wassalam. Ukimtoa Nabiiullah Nuh, Nabiiullah Adam, lakini chimbuko la mitume yote ni Nabii Ibrahima alayhi salatu, na ndio anaitwa abul anbiya. Nabii Nuh anaitwa shaykhul mursalin au shaykhur rusul, yeye ndiye mzee wa mitume yote. Baada ya Nabii Adam na ile kuja tufan, kipindi cha tufan na hata kabla tufan, baada ya Adam mtume wa pili aliyeletwa alikuwa ni Nabiiullah Nuh alayhi salatu wassalam, ni shaykhu al-mursalin, yeye ndiye mzee wa mitume yote. Ibrahim ni abu al-anbiya, baba wa mitume. Muhammad khatamul anbiya wal mursalin, yeye ndiye mtume wa mwisho, ndiye imamu wao, ingawaje kaja mwisho, lakini ndiye awwaluhum bimaana, wao ndio, yeye ndio wa mwanzo wao, kwa sababu fadhila zote zipo kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Manabii wote leo wamefutika isipokuwa Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, sababu yeye risala yake, ujumbe wake ndio unaoendelea. Huwezi ukamkuta shekhe leo anafasiri mwezi wa Ramadhani Taurati, utaipata wapi? Lakini inafasiriwa Qur'ani aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, na ndicho kitabu kinachoendesha maisha haya duniani hata baada ya kuondoka. Kwa hiyo Allah anasema faqad ataina ala Ibrahima alkitab, kwa hakika tumewapa familia ya Ibrahimu, tumewapa vitabu kama Muhammad. Wal hikma, tumewapa utume, ongezea wa atainahum mulkan adhima, tumewapa ufalme mkubwa. Nabii Sulaimani ilikuwa akitoa amri upepo unamtoa pahala pamoja kumpeleka sehemu nyingine. Saa hizi hii saa 11:30 yupo hapa Tandika, akitaka kwenda kufuturu Mtwara anafuturu, upepo tu anatoa amri. Majini alikuwa anawashughulisha na wahenyesha anavyotaka, mulkan adhima. Nakumbuka yule Balqis, Hudhud alipokwenda kule Sabai, akakuta mwanamke yule na watu wanamshirikisha Allah, wanaliabudia jua. Alitoa amri tu kwa akileta kiti cha Balqis. Jini akasema mimi nitakileta hapa kabla hujanyanyuka katika kiti chako. Sema huo muda mwingi sana huo, mimi nataka kiti kije muda huu. Akasema mtu mmoja aliyepewa ilmu, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarafuk, lamma raaha mustaqirran inda qala hadha min fadli rabbi. Asif ibn Barkhaya yeye alikileta kiti kwa kufumba jicho na kufumbua. Sayyidina Sulaiman kufumba na kufumbua, kiti anakikuta kipo mbele hapo. Wa atainahum mulkan adhima. Kutoka Sabai Yemen kuja Sham ni mbali sana,
lakini kiti kililetwa kwa kufumba na kufumbua, na mwanadamu anaitwa Asifu ibn Barkhaya. Wanasema yeye alitumia ismullahi al-a'zam, alitumia jina la Mwenyezi Mungu kubwa. Kwa kupitia lile jina kiti kikafika kwa Nabii Suleimani kwa kufumba na kufumbua. Ismullahi al-a'zam wanasema ni Allah. Allah ndio ismullahi al-a'zam, lakini kuna khilafu kubwa wanachuoni. Wengine wanasema ismullahi al-a'zam ni ya hayyu ya qayyum. Na haya majina yanafanya kazi, hayafanyi kazi kwa sababu sisi watu wenyewe wachafu tu. Uchafu, maasi mengi ndio hata utaopa haiwi. Lakini kwa wale ambao waliojinyima na wakajitupa kwa Mwenyezi Mungu, anafanya sasa hivi kabla ya kufuturu majibu yanapatikana. Sasa wewe na mimi kwa sababu sisi wachafu, sema yule mchawi sana. Sio mchawi. Yeye ana alaka kubwa kati yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Ule ukaribu wake, wanasema Mwenyezi Mungu ana watu wakitaka na Mungu anataka. Sio kwamba kwa sababu ya upendeleo, ni namna ya ule ukaribu wao na vile walivyojiweka kati yao na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anasema faqad ataina ala Ibrahim alkitaba walhikma, kwa hakika watu wa Ibrahim tumewapa vitabu, tumewapa utume, wa atainahum mulkan adhima, na tumewapa ufalme mkubwa. Inshallah tuje kuanza faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Allahu waliyyu tawfiq.